الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. गुज़श्ता जुमा के खुतबे में सूरत अल-अनाम की आयात hutuba hii alifa mtukufu ni ya tarehe 2 ya mwezi wa 8 2013. alifa mtukufu wajadahullah taala bisalazi anasema kwamba katika hutuba ya Ijumaa iliyopita nilikuwa naeleza kuhusu aya za sura al-An'am 152 na 53. amri zilizoelezwa katika aya hizi. nilikuwa naeleza kuhusu zile amri, mambo matatu, yani kujiepusha mbali katika ushirikina na kuwatendea vizuri wazazi, na maagizo na maelekeo kwa ajili ya wazazi kuhusu malezi wa watoto. mambo haya matatu nilieleza. amri zingine zilizoelezwa katika aya hizi na kuhusu amri hizi Mwenyezi Mungu anasema ma harrama rabbukum alaykum, yani aliyowaharamishieni Mola wenu. kuhusu amri hizi nitaeleza katika hutuba ya leo, lakini labda madhumuni hii haitaisha hata leo pia. amri ya 4 au kitu cha 4 kilichoelezwa katika aya hizi ni wala takrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batana, wala msikaribie mambo maovu yaliyo dhahiri na yaliyo siri. katika amri hii moja Mwenyezi Mungu ameeleza maovu ya aina mbalimbali na amewazuia Waislamu katika maovu haya. fawahisha ina maana chungu mzima. maana yake moja ni zina, maana yake ingine ni kuzidi katika dhulma, maana yake ingine ni kufanya vitendo ambavyo vinaharibu hulka njema, na maana yake ni amali na vitendo vya shetani, na maana yake ingine ni kusema kila jambo mbaya, na maana yake moja ni kuwa bahili. basi katika amri hii maovu ya binafsi na maovu ya jamii yanayopatikana yamezuiliwa, au mambo ambayo yanasababisha kueneza maovu nyumbani katika jamii, maovu yale yamezuiliwa. ikiwa tukizungumza kuhusu zina ni dhambi ambayo katika Qur'ani tukufu habari yake imeelezwa na adhabu yake pia imeelezwa. dhambi hii ni ya aina hii kwamba yule anayefanya dhambi hii, ikiwa ni mtu aliyeoa, yeye kwa sababu ya dhambi hii anasahau haki ya mke wake na watoto wake. yeye kwa sababu ya dhambi hii anasahau yeye anawajibika kufanya nini. ikiwa mwenye kufanya dhambi hii ni mwanamke, yeye anasahau haki ya mume wake na watoto wake. ikiwa mtu ambaye anafanya dhambi hii ni yule ambaye bado hajaoa, yeye anaeneza uchafu na maovu katika jamii kwa kufanya dhambi hii.
घरेलू और खानदानी baadhi wakati watu kwa kusema ahadi za uongo के दबाव, wanajenga uhusiano, na झूठे वादे की वजह से वो ताल्लुकात बीच में टूट wakati wanapokuwa na pressure ya nyumbani au ya familia au फर्क नहीं पड़ता। wanapokuwa pressure ya jamii au labda wao wenyewe kwa sababu ya ahadi ya uongo, uhusiano wao unapovunjika, unapoharibika. Katika hali hii लेकिन wanaume hawapati athari sana, kwa sababu katika jamii ya Asian wanasitiri sana aibu za wanaume, और फिर अगर ऐसे ताल्लुकात की वजह lakini से औलाद हो जाए, maisha ya mwanamke yanaharibika kabisa, अपने हक na mifano yake inapatikana katika magazeti mara kwa mara. Kisha kwa sababu ya uhusiano huu, ikiwa watoto wakipatikana, कत्ल औलाद के मुर्तकिब basi ये ऐसी औलाद कत्ल औलाद के जुमरे में आ जाती katika hali hii watu wa aina hii wananyima haki ya watoto na wanawaua watoto wao, है, दिलाने की कानून कोशिश करता है। au kizazi cha aina hii kinakuwa chini ya madha ya uwaji wa watoto katika nchi hizi. Ikiwa inajulikana अमलन कत्ल कर देते हैं। kwamba mtoto amezaliwa katika kitendo hiki, sheria inampatia haki yule mtoto, और अगर ये lakini wapo wengi ambao wanawaua watoto wao, na katika nchi maskini hawa watoto hawapati hata haki. अभी 2 दिन पहले ही पाकिस्तान के हवाले Ikiwa watu wanafanya ovu huu na dhambi hii, yule aliyefanya dhambi hii ikiwa ni mtajiri, basi kanuni na sheria haitamuuliza. Hivi karibuni, siku 2 iliyopita, katika gazeti la Pakistan ilitoka habari moja kwamba क्योंकि वो साहिब हैसियत mwanamke mmoja alizaa mtoto wa haramu, तो का वाकयात na polisi जो ilifanya kesi dhidi ya yule mwanamke, ये पता नहीं कितने na mume hakuulizwa, जिन्होंने mwanamume hakuulizwa kwa sababu yeye alikuwa mtajiri. बस ये खुदा ताला के हुक्मों से Haya ni matokeo moja moja yanayopatikana katika magazeti, खुद au labda kuna matokeo और इस्लामी kiasi gani ambayo yaliharibu familia. के वहाँ Hii yote ni kwa sababu ya kuwa mbali katika amri za Mwenyezi Mungu. Tuwalaumu wasiokuwa Waislamu nini, wale ambao wanajiita Waislamu na nchi zile ambazo zinasema kwamba ni nchi za Waislamu, kule pia hali hii inapatikana, kwamba maui ya aina hii yanapatikana kule. Mwenyezi Mungu anasema इस जमाने में तो इसके मुख्तलिफ msikaribie mambo maovu, yani mambo yote ambayo yanapeleka karibu na maovu ya aina hii msikaribie. बेहुदा फिल्में Katika dhama hii njia zake chungu mzima zinapatikana. Kwa mfano ni internet. सालों के बारे में Katika internet pia filamu mbaya inapatikana. यहाँ भी आवाज उठने Katika TV pia filamu mbaya inapatikana. Kisha kuna magazeti क्योंकि ya aina hii, kuhusu magazeti haya ambayo yanaitwa magazeti ya pornography. Hapa pia imeanza kutoka sauti kwamba magazeti ya aina hii hayatakiwi yawekwe katika maduka hadharani, kwa sababu ya magazeti haya hulka za watoto zimeanza kuharibika. बेहया बना देंगे। Hawa wamejua, wamehisi leo, lakini Qurani tukufu ilitoa amri miaka 1400 iliyopita kwamba haya ni maovu yote, msikaribie maovu, pengine mtakuwa इस्लाम सिर्फ bila haya na mtaenda mbali na Mwenyezi Mungu na mtaenda mbali na dini, और पर्दे का जो हुक्म है, bali mtavunja kanuni na sheria. पर्दे और हयादार लिबास Islam haizuii katika maovu yaliyo dhahiri, bali maovu yaliyo siri pia inazuia. Ndiyo maana kuna amri ya hijabu, उसमें एक kwa sababu पर्दे की वजह से। kwa sababu ya hijabu इस्लाम बाइबल की तरह ये नहीं कहता कि तुम औरत को बुरी नजर से न देखो, बल्कि कहता है uhusiano unapatikana baina ya mwanamke na msichana. Uhusiano huu haupatikani kwa sababu ya kuwa hijabu. Islam haisemi kama Biblia inasema kwamba msimuone mwanamke kwa nia mbaya, bali Islam inasema kwamba ऐसे खुले mkimuona
खुलेआम mwanamke katika hali hii mtafanya maovu के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक na hamtajua kuhusu uzuri na ubaya ni nini. इस तरह लड़का और लड़की बैठे होंगे, मर्द Kisha katika hali hii ya kukutana hadharani au bila kuwa na wasiwasi na hofu, जैसे मैंने मिसाल दी है, इसमें mwanamke na mwanamume watakapokaa hivi, mtu wa tatu utakuwa shetani kati yao. शामिल, Huzur anasema nimetoa mfano wa internet. इससे मैंने टूटते देखा। Katika बड़े अफसोस से मैं internet kuna Facebook, हमारे भी vile vile katika Skype pia watu wanaowasiliana na wanazungumza pia ni sababu yake. Kwa sababu ya hii nimeona nyumba nyingi imevunjika. Mimi nasema kwa huzuni sana kwamba katika Wahmadhia pia watu wa aina hii wanapatikana. Basi inatakiwa amri hii ya Mwenyezi Mungu uzingatiwe कुरान करीम kwamba hatutakaribia mambo maovu hata kidogo, pengine shetani itawakamata. की नजर उठा के नहीं देखना, बल्कि Basi huu ndio ni uzuri wa mafundisho na amri ya Qur'ani tukufu, और नजरों को हमेशा नीचे रखना। और ये हुक्म मर्द और औरत दोनों kwamba की अपनी नजर haisemi kwamba msimwone, bali inasema kwamba ना ही msimwone bali muinamishe macho yenu. Ni amri hii ni kwa ajili ya mwanamume na kwa mwanamke pia, दाना है। kwamba muinamishe macho yenu फिर ये भी है na wakati mtapoinamisha macho yenu, matokeo yake ni kwamba फिल्में जो हैं वो जो uhusiano wa bila kuwa ambao unakuwa bila wasiwasi na hofu utakwisha. Kisha Mwenyezi Mungu anasema msiwaone mambo ya maovu, na kwa sababu ya hii watu wanaoangalia filamu mbaya hawataweza kuangalia kwa sababu ya amri hii. Kisha Mwenyezi Mungu anasema msikae na watu ambao kwa jina la uhuru wanapenda mambo ya aina hii au wanaeleza visa vya mambo ya aina hii, na kwa kufanya hivi wanawavuta watu wengine pia upande wao. ना ही इन चीजों को एक दूसरे से ताल्लुकात का Wala ikiwa mtu anafuata amri hii katika Skype, mwanamke na mwanamume hawatazungumza wenyewe kwa wenyewe wala hawataonana ये होगा कि तुम अपने जज्बात की राह में wala hawatatumia vitu hivi kwa ajili ya uhusiano wao. Mwenyezi Mungu anasema खत्म हो जाएगी। haya yote ni maovu ya kidhahiri na ya siri. Matokeo yake ni kwamba kwa sababu ya kufuata moyo wenu na tamaa zenu आजकल के जमाने mtapotea, को हवा दी जा रही है, जो na matokeo yake ni kwamba kwa kuvunja amri za Mwenyezi Mungu mtapata ghadhabu yake na adhabu yake. वजह से खुदा ताला ने Kisha katika zama hii kuna uovu ambao unaenezwa sana. Uovu huu ni kinyume na maumbile ya binadamu, bali kwa sababu ya uovu huu Mwenyezi Mungu aliangamiza taifa moja. और फैलाने की हुकूमती सतह पर Serikali inaunda kanuni ya kuwaua wanaume kwa wanaume. वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि हम चाहेंगे Maovu haya yanaenezwa kwa daraja ya serikali mpaka बारे में दुनिया में कोशिश waziri mkuu wa nchi moja anasema kwamba sisi tunataka kwamba kanuni hii ienee duniani kote, yani wanaume waowe wanaume, मुल्क के बड़े पादरी na kwa ajili ya hii tutafanya juhudi sana. जो गालबन Na ikiwa साउथ अफ्रीका के hii ni kweli, basi katika hali hii wanaita ghadhabu ya Mwenyezi Mungu juu yao. कहते रहे हैं कि इस किस्म Kisha padri wa nchi moja, नहीं होनी चाहिए, labda ni padri wa Afrika Kusini, जो बाइबल पढ़ने वाले, उसका प्रचार करने वाले, उसकी ilhali watu wa Afrika walisema kwamba कौम तबाह हुई। kanuni ya aina hii haitakiwi iundwe au itengenezwe, lakini padri wa nchi ya Afrika ambaye anasoma Biblia, yeye mwenyewe aliandika kwamba kwa sababu ya tabia hii na kitendo hiki taifa moja liliangamizwa. Yule padri mwenyewe anasema kwamba
ikiwa watu wanaoa hivi, yani wanaume kwa wanaume, ikiwa hawataingia peponi, basi mimi nipo tayari kuingia motoni. रखें hii ndiyo ni hali ya hawa watu. ये जो फहाशी है, अगर Katika dunia ya siku hizi, hii ndiyo ni hali ya uovu और अल्लाह ताला ulioenea. की तरफ दुनिया ने, Hazur anasema, basi kumbukeni तो फिर ये कौमें भी uovu huu au maovu haya yakiendelea kuenea hivi kama yanaendelea kuenea, और आखिरत na dunia haikuzingatia amri za Mwenyezi Mungu, katika hali hii mataifa haya pia yataangamia, yataona mwisho wao utakuwaje. Na katika hali hii mataifa haya yatafanya dunia hii kuwa jahanamu, na kisha Mwenyezi Mungu anajua atawatendea vipi. Kisha sawa na medical research imejulikana waziwazi na imeanza kusemwa kwamba maradhi ya ukimwi देने के तरीके inaendelea kuenea kati ya watu wa aina hii ambao wanakuwa na tabia hii, yani पत्थरों की wanaofanya wanaooa wanaume kwa wanaume na wanawake kwa wanawake. Mwenyezi Mungu anawaadhibu watu katika sura mbalimbali. Si lazima kwamba ikiwa taifa moja liliangamizwa kwa sababu ya adhabu ya mawe, बस जिस kila taifa litaadhibiwa hivi. दुनिया HIV au maradhi ya ukimwi ni maradhi ambayo फैलाई जा रही है, inapeleka katika mwisho mbaya sana. बढ़कर अपने खुदा से ताल्लुक पैदा करके अपने आप को और दुनिया को इस्तेमाल Basi kadiri maovu yanaenezwa duniani, katika hali hii ni jukumu la mwanajumuiya kwamba yeye zaidi ya ile juhudi ya ajenge uhusiano wake na Mwenyezi Mungu, को na kwa kufanya hivi ajiepushe yeye mwenyewe katika maangamizo na तोड़ रहा है। ukoe dunia katika maangamio. Pengine dunia imekuwa tayari kujiangamiza, dunia ambayo kwa ajili ya masilahi yao, kwa kuwafurahisha watu ambao wanavunja amri ya Mwenyezi Mungu na kanuni ya Mwenyezi Mungu, inajaribu kuingiza dunia katika ovu huu. Matokeo yake yatakuwa maangamio माफ करने वाला भी na adhabu ya Mwenyezi Mungu tu. खुला रखे। Kwa ajili ya huruma ya hawa watu tunalazimika tuambie hawa watu kwamba Mwenyezi Mungu ni mrehemevu na anasamehe dhambi za watu. Yeye ameacha wazi njia ya ghufira. Anasema, walazina iza faalu fahishatan ज़करुल्लाह फस्तगफिरू au zalamu anfusahum वमन यगफिरु ज़ुनूबा इल्ला अल्लाह। zakarullaha fastaghfaru lizunubihim, और वो लोग जो किसी बेहयाई के मुर्तकिब हों waman yaghfir zunuba illa Allah, को याद करें और अपने गुनाहों की माफ़ी चाहें, और अल्लाह के सिवा कोई बख्श नहीं सकता। बस हर किस्म yani wale पर अगर इसरार ना हो ambao wanafanya maovu au waliojidhulumu nafsi zao kisha wanamkumbuka Mwenyezi Mungu baada ya dhambi ile na wakiomba msamaha ya dhambi zao, hakuna anayeweza kuwasamehe isipokuwa Mwenyezi Mungu. Ikiwa wao hawasisitizi dhambi zao na wanakuwa na hofu ya Mwenyezi Mungu, katika hali hii Mwenyezi Mungu anasamehe. खुद भी Min ghairi ya Mwenyezi Mungu hakuna anayeweza kusamehe dhambi. खाने की हर अहमदी को कोशिश करनी चाहिए। Basi जिम्मेदारी है maovu niliyoeleza hapo mwanzoni, ज्यादती ना करने वालों को माफ कर देता है। मसीह मौद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, kila mwanajumuiya anatakiwa ajiepushe mbali katika maovu haya na waongoze watu wengine ili wao pia wajiepushe mbali katika maovu haya. Mwenyezi Mungu anawasamehe wale ambao hawasisitizi dhambi zao. Sayyidina Alayhi salatu wasallam anasema, से अपने गुनाहों की बख्शिश मांगे। wale watu wanapofanya maovu au wanapojidhulumu nafsi zao kisha आमोज़गार होगा, यानी तो बख्शने वाला katika hali hii wanamkumbuka Mwenyezi Mungu बख्श देगा। na wanaomba msamaha wa dhambi zao na hawaendelei na madhambi yao. जो फहशा में मुब्तला है Katika hali hii Mwenyezi Mungu ambaye ni msamehevu atawasamehe na atasamehe dhambi zao. की वजाहत की
mwenyezi mungu ajalie kila mtu ambaye amejiingiza katika maovu apate akili afahamu na aweze kujiepusha mbali katika ghadhabu ya mwenyezi mungu adhabu ya mwenyezi mungu. खुदा ताला ने Hazur anasema nilikuwa nahisi kwamba kuna haja ya kueleza jambo hili, ndiyo maana nimeeleza leo, kwa sababu swali hili linaulizwa sana siku hizi kuhusu mambo haya. Kisha amri ingine ambayo mwenyezi mungu aliitoa katika aya hii ni wala taktulu nafsa allati harama llahu illa bilhaq, wala msimuue mtu ambaye mwenyezi mungu amewaharimisha kuuawa ila kwa haki. Amri hii inatukumbusha kuhusu kutimiza haki za jamii. Wale ambao ni marafiki zetu tunawasiliana nao, tutimize haki zao kwa uadilifu. दूसरों को जज्बाती Ukatili si ukatili wa nafsi tu, ये भी कत्ल है। bali kuvunja uhusiano किसी को जलील और रसवा करना na kula haki za watu wengine bila kuwa na uadilifu, huu pia ni uwaji na ukatili. ये भी Au kuwafedhehesha wengine pia ni ukatili, इज्जत na बर्बाद कर देना। kuwafedhehesha wengine kiasi hiki kwamba kana kwamba yeye ameuawa, hii pia ni uwaji. अल्लाह ताला ने फरमाया ये सब कत्ल ऐसे हैं जिनसे खुदा ताला तो Kuharibu heshima yake pia ni uwaji na ukatili. Vile vile आखिरी नतीजा kuna ukatili wa kiroho pia. शे में फितना और फसाद Ilmradi Mwenyezi Mungu amesema kwamba uwaji huu ni wa aina huu, kwamba Mwenyezi Mungu anawazuieni नापसंद na anawakataza msifanye hivi. कि इल्ला बिलहक Kila uwaji na ukatili matokeo yake ni ufisadi na fitina katika jamii, कानून अपने हाथ में लेने na vitu hivi Mwenyezi Mungu havipendi hata kidogo. Mwenyezi Mungu anasema illa bilhaq, ila kwa haki, yani yule ambaye anapaswa kuadhibiwa, lakini kwa ajili yake pia haturuhusiwi kwamba tushike kanuni ya nchi mikononi mwetu kwa ajili ya kujilipiza na kwa ajili ya kutoa hasira yetu. Haturuhusiwi kushika kanuni katika mikono yetu. वाले की इस्लाह Yule anayepaswa kuadhibiwa, और मुआशरे का yeye हिस्सा बनकर ataadhibiwa kiasi alichofanya dhambi na mkosa. नजरिया बन सके। Yeye aadhibiwe kwa sababu लेकिन यहाँ aliyefanya kosa na dhambi arekebike, na kwa kuwa sehemu mzuri ya jamii aweze kuondoa ufisadi na fitina katika jamii. और कानून इंसाफ के तकाजे पूरे कर Lakini hapa hii pia iwe wazi, ना के kuadhibu na kujilipiza, kila mmoja hana haki ya kufanya hivi, bali kanuni itafanya hivi. Na kwa kutimiza haki za uadilifu, kanuni inatakiwa muadhibu, si kwa kumdhulumu yule mtu. ये हक कानून का है। Hata ये कानून yule ये लेकिन aliyemua mtu, बहुत पहले से kumwadhibu yeye pia तकाजे पूरे करते हैं। watu hawapewi, bali hii ni haki ya kanuni na sheria ya nchi. Kanuni hii inaundwa siku hizi, lakini एक कातिल को katika Qur'ani tukufu Mwenyezi Mungu ametufundisha kwamba kwa kutimiza haki za uadilifu mufanye uadilifu na muadhibu wakosefu. कत्ल का अगर Na ni kanuni ambayo ikiwa inatoa amri ya kumnyonga mtu, basi hii ni kazi ya sheria na kanuni ya nchi. Vile vile kuna adhabu ingine, जिम्मेदार इदारे को है। ukatili na uwaji, ikiwa maana yake ni kuvunja uhusiano au kupiga susa au kususa, के लिए hii pia ni kazi na jukumu la idara maalum. Katika jumuiya pia kuna sheria ya kuadhibu. Hii ni kwa ajili ya kurekebisha, si kwa ajili ya kuwadhulumu watu wengine. इस्लाह के लिए दी जाती है, किसी जुल्म के लिए नहीं दी जाती, क्योंकि ये नाहक जुल्म और ज्यादती जो है ये भी Adhabu yote inayotolewa katika jumuiya ni kwa ajili ya kurekebisha hali, si kwa ajili ya kumdhulumu yule mtu, नोट किया कई दफा kwa sababu कि अगर दो फरीक kutokufanya uadilifu pia ni sawasawa na uwaji na ukatili. तो जाहिर है कि फैसला करने वाला इदारा Huzur anasema mimi mwenyewe pia nimeshuhudia kwamba ikiwa katika watu wawili kuna ihtilaf, mfarakano, na iwe kesi
और उसकी फिर katika hali hii ni dhahiri kwamba anayefanya uadilifu sawa na akili yake na ufahamu wake anamlaumu mtu mmoja au kundi moja, kisha yeye anapendekeza kwamba yule mtu waadhibiwe. थोड़ी सजा दी Katika hali hii yule ambaye ni mtu mwingine ambaye aliyepata hasara, yeye baadhi wakati anakasirika kwa sababu ya hii kwamba mwingine amepewa adhabu kidogo, alipaswa kuadhibiwa zaidi. कत्ल होता चला जाएगा। yani yeye anataka uamuzi utolewe sawa na maoni yake. असल मकसद सजा का Ikiwa tukiwapa ruhusu wote waamue wenyewe, katika hali hii wataendelea kuwaua watu, na Qur'ani tukufu inasema kwamba mujiepushe mbali katika kumuua mtu. मसला है जाहिर है Adhabu inayopatikana sababu yake ni kurekebisha hali na kuondoa dhulma katika jamii, na mdhalimu ni kumkumbusha mdhalimu kuhusu dhulma yake. असल Ikiwa kesi au hali hii inapatikana kati ya waaminio wawili, ikiwa wao wanapokumbusha, wanakubali na wanarekebisha hali yao, उसके झगड़ों और फसादों की वजह से hii पैदा होता ndiyo ni lengo है। इसके बाद haswa la अगले हुक्म पर आता हूँ adhabu, na आयत में बयान हुआ है ili uwaji usimamishwe, yani uzuiliwe, ukatazwe, ili jamii isiharibike. जाओ सिवाय Baada ya hii sasa nitaeleza amri ingine iliyoelezwa katika aya hizi, ambayo imeelezwa katika aya ifuatayo. Mwenyezi Mungu anasema, wala takrabu mali yatime illa billati hiya ahsan, wala msikaribie mali ya yatima isipokuwa kwa njia bora. यतीम के सरमाए Sasa hapa Mwenyezi Mungu जाया हो जाने का भी खतरा हो सकता है, इसलिए anatukumbusha kuhusu haki ya watu dhaifu, आसन तरीक पर हो ikiwa inasemwa hii kwamba msikaribie mali ya yatima. कि Katika hali hii inawezekana labda mali ya yatima itapotea, itaenda bure. यतीम की Ndiyo maana Mwenyezi Mungu amesema kwamba उजाड़ने और खत्म mnatakiwa mkaribie mali ya yatima kwa njia nzuri, की जायदाद mwangalie mali ya yatima इस्तेमाल करो। kiasi hiki लाजमी kwamba है कि यतीम hasara isipatikane katika mali yake. ने करना है। एक अमीन की हैसियत से करीबी अजीजों ने या जिसके Kwa ajili ya kumpatia yatima faida, ने mutumie mali yake, si kwa ajili ya kumpatia hasara. जमात ने उसके Basi mnalazimika kulinda mali ya yatima kwa kuwa mwaminifu. नहीं और ख्याल रखना है। Watu wa jamaa au yule ambaye amepewa jukumu la kuangalia mali ya yatima, ni jukumu lake kwamba aangalie mali ya yatima, na jumuiya inalazimika kuangalia mali ya yatima. Jamii na sheria ya nchi pia inalazimika kuangalia na kulinda mali ya yatima. कारोबारों में लगाओ कि वो माल बढ़े ताकि यतीमों को फायदा हो, ताकि उस गिरोह को जो अभी इतनी अकल नहीं रखता, Namna gani बच्चों को italindwa? Kuna नहीं है, sura yake chungu mzima. यादें जाया होने का खतरा है। Ya kwanza ni kwamba उनको mutumie mali ya yatima hivi na mutumie katika biashara hivi, ili mali yao izidi na mayatima wapate faida. जो माल Na yule ambaye hana akili, एक wale watoto ambao wazazi wao hawapo, माल की हिफाजत की si hai, labda mali yao itaharibika, मुआशरे पर डाली गई। mutumie mali yao hivi na mutumie katika biashara kiasi hiki kwamba mali yao izidi na iongezeke. Basi hili ni jukumu kubwa sana खाने की कोशिश करते हो, ambayo Mwenyezi Mungu ametoa kwa kulinda mali ya yatima, na jukumu hili limepewa जुल्मन jamii याकुलूना फी बुतूनिहिम, na watu. Mwenyezi Mungu anasema ikiwa hamtimizi jukumu hili na kwa udhuru mbalimbali mnataka kula mali ya yatima, basi katika hali mtapata adhabu kali. Mwenyezi Mungu anasema, innal ladzina yakuluna amwalal yatama zulman innama yakuluna fi butunihim nara, जुल्म से यतीमों के माल खाते wanakula mali ya yatima kwa dhulma, हैं, अपने bila shaka wao wanajaza moto katika tumbo lao.
फिर फरमाया kisha mwenyezi mungu alisema wasayaslauna saira और वो यकीन na wao bila shaka watapata adhabu imizayo कुरान करीम के अहकामात amri za Qur'an tukufu si za aina hii tu kwamba inatoa haki kwa आप कसब कर mtu mmoja na inanyima haki ya mtu mwingine. Ikiwa amri hii imetolewa kwamba खाकर kwa kula mali ya yatima खा के mnajaza moto tumboni, pamoja na hii Mwenyezi Mungu alisema अगर इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए ikiwa kwa kutimiza haki ya uadilifu, और दयानत के तकाजे पूरे kwa kutimiza haki ya amana, अगर यतीम के माल में से कुछ खर्च कर रहे ikiwa mnatumia katika mali ya yatima, tena hii siyo dhulma. आया कि यतीम के Mwenyezi Mungu amesema जो उसकी परवरिश पर matumizi yanayofanywa kwa ajili ya kumwangalia yatima katika masomo yake, katika elimu yake, matumizi haya yanayofanywa mnaruhusiwa kufanya katika mali yake, lakini msifanye dhulma में ख्यानत na msifanye hiana katika amana. आया ला ताकुल Amesema la takuluha israfan wa bidaran यकबुरु an yakburu, उनके जवान होने के खौफ से msile mali yao kwa kuwa na hofu hii kwamba wanakuwa wakubwa. फरमाया वमन Amesema waman kana ghaniyan फलयस्ताफ falyastafif, और जो कोई साहिब हैसियत na yule ambaye ni mtajiri yeye asile katika mali ya yatima, लेकिन अगर कोई मजबूर lakini yule ambaye ni maskini और दूसरे अखराजात katika उस पर हो रहे बर्दाश्त नहीं कर सकते yeye hawezi तो उसके बारे में kulipa के फलजात matumizi ya elimu ya yatima, basi yeye anaruhusiwa kula और मुनासिब क्या sawa na desturi. जो असल खर्च है Na sawa na desturi ni nini? Yani matumizi yanayofanywa juu ya yatima, कि बिल्कुल ही au yule ambaye anayeangalia myatima mwenyewe ni maskini, hawezi kuendesha maisha yake, na kwa sababu ya kumwangalia yule yatima kwa masaa 24 खिदमत लिया जा सकता yeye anaweza kuchukua malipo kidogo katika mali ya yatima kwa sababu ya kumwangalia yatima, na kiasi hiki yeye anaweza kutumia katika mali ya yatima. है जो उस माल की हिफाजत Lakini amri ya kulinda mali na kuongeza mali ya yatima iliyotolewa inatakiwa izingatiwe kila wakati, और सच्चे अमीन na kuwa mwaminifu सच्चे निगरान का हक अदा करना चाहिए na kutimiza haki ya kuwa mwaminifu inatakiwa itimizwe. यहाँ तक कि वो अपनी बलूगत और मजबूती को Hata wale mayatima wanafika umri wa balehe yao और जदाद का na wanaweza kuangalia mali yao wao wenyewe, बस ये हक है basi hii ndiyo ni haki ya yatima तबके का कायम iliyoelezwa, ni haki ya maskini iliyoelezwa, होने तक yani mpaka yeye anapokuwa mwenye akili mbalehe हिफाजत की जाए mali yake ilindwe. उसे संभालने के काबिल Wakati yeye mwenyewe anapokuwa उसे उसका माल katika hali hii ya kulinda mali yake, basi mali yake irudishwe kwake. Lakini natakiwa iwe wazi hii pia kwamba baadhi wakati yatima hata baada ya kuwa balehe सतह पर नहीं होता sawa na akili yake माल की हिफाजत aviki katika hali hii ya kulinda mali yake. Katika hali hii mali yake italindwa mpaka anapokuwa या अगर बिल्कुल katika hali ya kulinda mali yake, au labda mtu hana akili kabisa, उसके माल की basi katika hali hii kulinda mali yake kwa milele ni गबी होने के शादी jukumu letu. Na baadhi wakati watu wa aina hii ambao hawana akili sana wanaoa, फिर औलाद के na wao wakioa na wakipata watoto na mpaka watoto wake wawe wakubwa, jamaa wa karibu na jumuiya na marafiki za yatima ni jukumu lake kwamba wao walinde mali yake mpaka watoto wake watakapokuwa wakubwa. और यतीमों के हक और परवरिश के बारे में Kuhusu haki ya mayatima na masikini, अहकामात हैं amri zilizotolewa वजाहत करते हुए kwa kueleza वसीम अलैहिस्सलाम amri hizi, Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam anasema, कि अगर कोई ऐसा तुमने मालदार ikiwa miongoni mwenu kuna mtajiri ambaye akili yake si timam, kama ni yatim au si mtu bale, na kuna hatari kwamba atapoteza mali yake, katika hali hii nyinyi तो तमाम माल mnaweza का kulinda अपने कब्जा में mali yao
और वो तमाम माल जिस पर सिलसिला तिजारत na mali ile yote मईशत का चलता ambayo inatumika katika biashara msiwapatie watu wa aina hii, उनके खाने और पहनने के लिए lakini mufanye matumizi kwa ajili ya chakula chao na kwa ajili ya mavazi yao, उनको अच्छी बातें कौले मारूफ na muendelee kuwafundisha mambo mazuri, से उनकी अकल mambo ambayo yanaongeza akili yao na hulka zao, की तरबियत हो जाए, na ili wapate malezi mazuri तजर्बाकार ना रहे। na wasiwe wajahili. ताजिर के बेटे हैं, Ikiwa wao ni watoto wa mwenye biashara, basi mafundishe njia za biashara, हाल उनको पुख्ता au ikiwa wao ni mahiri katika fani fulani, mfundishe fani ile, वक्तन फवक्तन na muendelee kuwafundisha na muendelee kuwajaribu kuhusu elimu mnayopatia, je wamepata ile elimu au la. Na wao wanapokuwa katika umri wa kuoa, yani miaka 18, के इंतजाम की अकल पैदा na mkiona kwamba wao wanaweza kuangalia mali yao, katika hali hii muwarudishie mali yao, माल खर्च न na msitumie इस खौफ से katika mali yao, wala msitumie kwa hofu hii kwamba wao wakiwa wakubwa watachukua mali yao, माल का नुकसान na katika hali hii दौलतमंद हो msiwapatie hasara. उनके माल में से कुछ Mwenye mtajiri hatakiwi apate kitu chochote katika mali yao, lakini maskini anaweza kuchukua sawa na desturi katika mali yao. के लिए ये तरीक मारूफ Arabuni ilikuwa desturi kwa ajili ya wale walikuwa wakiangalia mali, ikiwa wakitaka kuchukua mali katika mali ya yatima, walikuwa wakipata katika faida iliyokuwa wakipatikana katika biashara, lakini walikuwa hawachukui katika mali halisi. Na katika aya hii Mwenyezi Mungu ameashiria kuhusu hii kwamba nyinyi pia mfanye hivi, na wakati mnaporudisha mali ya mayatima muwarudishe mbele ya mashahidi. बच्चे उसके ज़ईफ और Mtu akifa au anapokuwa karibu kufa na watoto wake ni wadogo, उसको yeye hatakiwi afanye wesia inayonyima haki ya watoto wake. जो लोग ऐसे तौर से यतीम का माल Watu wanakula mali ya yatima hivi kwamba wanadhulumiwa, wao hawali mali bali wanakula moto, na mwishowe watatupwa katika adhabu mizayo. ताला ने Sayyidina al-Islam anaendelea kusema kwamba Mwenyezi Mungu ametuambia njia za amana. जो इन तमाम पहलुओं के Amana halisi ni ile ambayo inazingatiwa kwa masharti yake. मानदारी में तमाम पहलुओं का लिहाज ना हो तो ऐसी दयानत Ikiwa amana haitimizwi kwa masharti yake yote, basi amana ya hii inakuwa na mchanganyiko wa, तमाम पहलुओं का wa hiana. Ikiwa में तो फिर इसमें masharti yake hayakuzingatiwa, basi katika hali hiana itapatikana ndani ya amana ile. ये हक अदा करने की कोशिश करनी चाहिए। Inatakiwa kwa uangalifu sana haki hii ya amana itimizwe. तकवा के बारे में बात Mwenyezi Mungu anaposema mara kwa mara katika Qur'an tukufu kuhusu ucha Mungu, ni kwa sababu hii kwamba muendelee mujichunguza kwamba je mnatimiza haki ya watu maskini, के मायारों को muendelee kuchunguza ये ना हो hali ya amana, isije ikatokea kwamba chini ya amana hiana ifichike, na hivi mtajaza moto tumboni mwenu. Kisha Mwenyezi Mungu anasema फुल कहला wa auful kaila wal mizana bil qisti, और इंसाफ के साथ yani kwa adilifu mupime vitu. अब अमूमी तौर पर Hapa kwa kawaida कारोबारों को इंसाफ और ईमानदारी के तकाजे पूरे करते हुए करने को हुक्म। kuna amri ya kufanya biashara kwa kutimiza haki ya uadilifu na amana. कमजोरों का हक कायम किया Kwanza Mwenyezi Mungu alieleza और ईमानदारी kuhusu haki ya mayatima, अदा करने का हुक्म। na Mwenyezi Mungu alitoa amri ya kutimiza haki yao kwa uadilifu. कारोबारों को सफाई Sasa और ईमानदारी से hapa biashara wenyewe kwa wenyewe, kuhusu hii Mwenyezi Mungu amesema inatakiwa ifanywe kwa uadilifu, udanganyifu usipatikane ndani yake. Ikiwa mtu mwingine si hajui हाँ हजरत kuhusu biashara, hata katika hali pia asidanganywe. तुम कोई जिन्स Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, ikiwa mnauza kitu na ikiwa unaona kwamba kuna upungufu katika kitu kile, basi muweke wazi खरीदार को पता ili mnunuzi ajue kwamba mimi nanunua kitu hiki na upungufu kasoro hii nipatikana ndani yake. कारोबारी लेन देन Kisha katika sehemu nyingine kuhusu biashara na kuhusu फरमाता है uadilifu katika kupima, Mwenyezi Mungu anasema zalika khairun wa asnu tawila, ये बात सबसे बेहतर jambo hili ni nzuri na ni nzuri अच्छे ताजर katika mwisho. माकूल करने वाले ताजर की शोहरत भी अच्छी होती Anayepima kwa adilifu, yule mtajiri anapata mashuhuri mzuri na yeye anapata wateja zaidi.
na kwa jumla biashara yake inapanuka haraka sana. धोखा हो Ikiwa kuna udanganyifu ndani yake, basi biashara yake inakwisha haraka. ने फरमाया Kisha sehemu nyingine Mwenyezi Mungu anasema दही जो है udanganyifu huu ये फसाद का बायस बनता unasababisha kuleta ufisadi, है। लेकिन मुश्किल ये है lakini shida जितना ni ज्यादा kwamba दोस्त कहना चाहिए bali inatakiwa seme kwamba ज्यादा कुरान करीम kwamba kadiri अहकाम खोल खोल कर बयान Qur'an tukufu imeeleza amri hizi waziwazi, उस ईमानदारी के मयार से नीचे की Waislamu wanaendelea kuanguka chini तो मुसलमानों zaidi na zaidi. और ईमानत और दयानत का ये हाल Ilikuwa wakati hali ya Waislamu ilikuwa ya aina hii kwamba mtu mmoja alikuja kwa ajili ya kuuza farasi yake, कहा कि इसकी कीमत alileta mtaani kwa ajili ya kuuza साहबी ने farasi. Alisema bei yake ni 500. पसंद Sahaba mwingine alipomwona yule farasi alipenda na akasema mimi nitamnunua farasi hii, napenda, lakini bei yake si dirham 500. सोचता है कि शायद कम करता Yule aliyekuwa mwenye farasi aliona labda amesema zaidi bei ya farasi, lakini sahaba alisema kwamba farasi huyu ni mzuri kiasi hiki kwamba bei yake inatakiwa iwe dirham 2000. Kwa hivyo upokee dirham 2000. वाला और खरीदने वाले की बहस Yule aliyekuwa anayeuza na yule aliyekuwa ananunua, ilikuwa mjadala baina yao. नहीं जा रहा Mwenye farasi alikuwa haendi zaidi ya 500 na aliyekuwa ananunua yeye alikuwa hataki kununua chini ya dirham 2000. Hii ilikuwa hali ya Waislamu ambao waliopata malezi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walikaa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Halifa wa pili radhiyallahu ta'ala anhu pia ameandika tukio lake kwamba alipokuwa katika umri wa miaka 20 alienda Kashmir kwa ajili ya kutembelea. ऊनी कालीन जो है खासतौर पर Kule बनाए जाते carpet ya aina fulani ilikuwa inatengenezwa kwa हैं वहाँ ठहरना था सैर का Kashmir, na Hazur alienda kukaa kwa muda fulani kule. इसलिए वहाँ उन्होंने जो शहर kwa hiyo देखे थे कालीन ali वहाँ कालीन बनाने वाले एक शख्स ने कहा कि मैं बहुत आला बनाता हूँ alimeenda mtani 3-4 कालीन na mtu mmoja alikuwa akitengeneza carpet, akasema anatengeneza carpet nzuri. Kwa hiyo Huzur akamwambia size ya ile carpet. जो साइज बताए थे उनसे Khalifa wa pili anasema aliporudi कालीन चौड़ाई में भी लंबाई में carpet alipopokea, kila carpet ilikuwa ndogo katika size iliyopangwa छोटा था au iliyoelewana. तो उन्होंने कहा कि तुम्हें मैंने ये साइज Huzur anasema nilimwambia kwamba nilikwambia size hii na nilikwambia mbele ya watu hawa, बनाया और na pamoja na maelewano hukutengeneza carpet sawa na maelewano, badala ya kupata fedha yule mtu na badala ya kusema kama okay tunapunguza bei, bali aliendelea kusisitiza kwamba mimi ni Muislamu na wewe unanilaumu mimi kwamba umefanya hivi na hivi. अब जो भी गलत काम हो Siku hizi hali imekuwa ya aina hii kwamba kwa kufanya kazi mbaya, kwa kusema kwamba mimi ni Muislamu, anaona kwamba kazi ile imekuwa halali. Hii si jambo la zamani. Mtu mmoja pia aliyekuwa akifanya biashara ya mchele akaniambia, कि हम पाकिस्तानी sisi अच्छा बासमती चावल बाहर भेज tunatuma mchele mzuri ya basmati nje ya Pakistan, कम दर्जे का लंबा tunachanganya mchele mwingine ambao si mzuri katika ule mchele mzuri, na sisi tunafanya hivi kwamba का टीन का पाइप होता है inakuwa उसको बैग के दरमियान में रख tunaweka debe katikati ya begi भरते हैं na tunaweka mchele mbaya katika ile debe, देखते हैं तो अलग na nje tunaweka mchele mzuri, na watu wanapoangalia kwa nje wanaona ni mchele mzuri, ni basmati, पाइप उसके बाद निकाल लेते हैं na baadaye sisi tunatoa ile debe katika mbegi, इस बड़ी चावल भारल चावल na watu hawatambui kwamba kuna kitu ndani ya ile begi. Na hii ndiyo ni hali ya biashara siku hizi, की वजह से एक अरसा पहले से na kwa sababu ya hii हिंदुस्तानी मार्केट ने चावल की जो उनका हालांकि चावल हिंदुस्तान tangu zamani market ya mchele ya India, ilhali mchele ya India si nzuri, में कब्जा कर lakini market ile imepata utawala juu ya market ya Pakistan. भी एक्सपोर्ट करते हैं खुद लेकर आते हैं बेहतर क्वालिटी का तो लाते हैं Wahmadhia wanaoleta kutoka Pakistan labda wao wanaleta mchele mzuri, lakini kwa sababu ya udanganyifu huu market ya Pakistan imepata hasara. चावल लेना ही Kwa hivyo hawanunui mchele kutoka kwa wenye biashara wa Pakistan, na wenye biashara wananunua mchele kutoka market ya India, kisha wao wanauza mchele ule. कि
कारोबार में इससे बरकत भी नहीं रहती। na hawa hawafikirii kwamba kwa sababu ya hii ya baraka haipatikani katika biashara. Katika hadithi moja inapatikana Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, तो फरोख्त करने वाले सच बोलने ikiwa wanafanya biashara wakisema kweli, ikiwa kuna aibu katika mali na wakieleza ile aibu, के सौदे में katika hali hii Mwenyezi Mungu ataweka baraka katika biashara yao. Ikiwa wote wakisema uongo, yani anayeuza na anayenunua, कुछ छुपाएंगे na wakificha aibu au wakifanya udanganyifu, katika hali hii baraka itaondoka katika biashara yao. हासिल करनी है Basi ikiwa mnataka kupata baraka तो फिर ईमानत katika biashara, katika hali mnalazimika kutimiza haki za amana. और ये तकाजे पूरे करते हुए Kwa kutimiza कारोबार करना, यही एक अच्छे मुसलमान का शेवा होना चाहिए। haki hii, mwenye biashara mzuri anatakiwa afanye biashara. कि जब तुम किसी को Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, mnapopima kwa ajili ya kumpatia mtu mwingine, basi mupime zaidi, hata kama mali zaidi inaenda kwake ni nzuri, badala ya kumpatia kidogo. मुसलमान का होना, Hii ndiyo inatakiwa iwe amali ya Muislamu mwenye biashara. ईमानदार हो, Ikiwa mtajiri ni mwenye amana, कारोबार करने वाला anafanya biashara vizuri, मुकाम है। katika hali hii daraja anayopata हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस इरशाद से पता चलता है ni ya aina hii inayopatikana katika kauli hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sasa alisema, यूं सिद्दीकों और mwenye biashara mwaminifu ni अल्लाह ताला mtu ambaye anapata haki ya manabii na wasidik. अपनी ईमानत और दयानत के मयार Wale wanaojinasibisha kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, के इरशादात के Mwenyezi Mungu awajalie waweze kutimiza haki zao kwa mujibu wa amri za Mwenyezi Mungu na amri za Mtume sallallahu alaihi wasallam. को अपने भी जायजे लेने चाहिए। Kila mmoja wetu pia anatakiwa ajichunguze, kwa sababu Wahamadia pia wanafanya biashara. Je, sisi जिंदगियां गुजार रहे हैं, pia tunaishi sawa na amri za Mwenyezi Mungu? Je, कमजोरों के हकूक sisi pia tunatimiza haki za wanyonge na maskini? कारोबारों में Je, sisi इंसाफ और दयानतदारी katika biashara yao tunafuata uadilifu na हर तबके के amana? करने वाले हैं। Je, sisi tunatimiza haki za wengine? Je, sisi tunajiepusha mbali katika maovu? जो आता है Ramadhan hii ambayo inayokuja, sisi tunaelekea kwenye wema, tunatakiwa tuzingatie mambo haya yote. Mwenyezi Mungu atujalie kila mmoja wetu aweze kujiepusha mbali katika maovu yote yaliyoelezwa na Mwenyezi Mungu. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر